kuingia kwako mbinguni kunahitaji muujiza, na muujiza huu upo katika damu ya Yesu, kwa sababu bila damu ya Yesu tusingekuwa na nafasi ya kuingia mbinguni. Lakini kupitia damu ya mwana kondoo wa Mungu iliyomwagika pale msalabani, tumepewa tena nafasi ya kuingia mahali ambapo ni pazuri, na uzuri wake haufanani na dunia hii. Hakuna mahali ambapo unaweza ukapalinganisha uzuri wake na dunia hii. Lakini nini kimesababisha? Kilichosababisha ile damu iliyomwagika pale msalabani, hiyo ndiyo iliyosababisha na inayosababisha tupate nafasi ya kuingia mbinguni tena, kwa maana ile ile ya kwamba damu ya Yesu inao uwezo wa kusababisha muujiza wa wewe kuingia mahali ambapo kwa namna na kwa hali ya kawaida usingeweza kuingia. Ni eneo gani ambalo kwa namna ya kawaida huwezi kuingia? Lakini damu ya Yesu inaweza ikakusababishia, ikafanya, ikaachilia nguvu zake katika namna ya muujiza, na ukajikuta unaingia mahali ambapo kwa sifa za kibinadamu usingeweza kuingia, kwa sababu kwa sifa za kibinadamu mimi na wewe tusingestahili kuingia mbinguni. Lakini kupitia damu iliyomwagika pale msalabani, mimi na wewe tumepata nafasi tena ya kuingia mbinguni. Tumepata nafasi tena ya kutembea kwenye zile barabara nzuri, ya kutembea kwenye ile nuru ambayo inaangaza usiku na mchana, ya kutembea kwenye mji ambao taa yake ni mwana kondoo, mji ambao hakuna usiku, mji ambao hakuna magonjwa, mji ambao hakuna laana, mji ambao hakuna mauti, mji ambao hakuna maombolezo ya aina yoyote ile. Lakini haya yanatendeka kupitia damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani. Kwa hiyo hatuishi, hatutembei, hatuombi ili tu kwamba tutendewe muujiza kila wakati, lakini ni kwa sababu kuna saa tunahitaji muujiza fulani ili kubadilisha maisha yetu moja kwa moja. Liko jambo moja tu, uko muujiza mmoja tu ambao huo ukitokea, maisha yako moja kwa moja yanakuwa yamebadilika. Kwa hiyo damu ya Yesu ni damu ambayo ina nguvu ya kusababisha muujiza uweze kutendeka. Damu ya Yesu ina nguvu ya kusababisha muujiza uweze kutendeka. Na tuliangalia muujiza mkubwa zaidi ni muujiza wa wokovu. Kwanza, wokovu ni kitu ambacho kimeshuka kutoka mbinguni, si cha duniani, kimeletwa kutoka mbinguni. Kwa maana hiyo, ndani ya wokovu yako matukio 7 ambayo yanadhihirisha ya kwamba wokovu ni muujiza mkuu. Waebrania 2:3, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkubwa namna hii?